Katika kipindi ambacho vijana wengi wanatafuta njia mbadala za kujiajiri na kujiongezea kipato, baadhi juu kulingana na aina, umri na ubora wake. Biashara hii na changamoto kwa mtu ambaye hapendi sana masuala ya mifugo. Inaweza kawa ngumu sana ukimuelezea masuala ya bei. Lakini kiukweli kwa mtu ambaye anapenda na akajaliwa kuwa na pesa, ni biashara moja nzuri na haina pressure. Kwa sababu ukiangalia kama eneo letu hapa, tuko katikati ya mji, tunamiliki vitu zaidi ya 2000. Hiyo mifugo zaidi ya 2000. Ni eneo dogo tu tumeweka. Lakini ukiangalia kwenye ubavu wa bei, labda tukija kwenye ubavu wa bei, kitu cha bei ya chini, njiwa bei ya chini kwa hapa ni 150,000, ambao wanakuwa wawili, dume na jike. Lakini kwenye ubavu bei kubwa kulingana na spishi ile kubwa kabisa na pamoja, wanasimama mpaka 3 milioni, 2 na 500,000. Hapo katikati unakuta wapo wa 700,000, 800,000, 900,000, milioni, 1,500,000 mpaka 2,000,000 yani. Lakini ukirudi chini 1,500,000 ndio bei ya mwisho, ambao ni aina ya tausi, anaitwa Indian Fantail, au ndio unakuta kwenye bei ya 150,000. Lakini hapo kuna mfano njiwa wa 2,000,000 au 3,000,000. Ukikuta watoto wake makinda wale ambao wanakula wenyewe, kwenye vifaranga wa kuku tunaita vifaranga, lakini kwenye njiwa tunaita makinda, ambao tayari wana uwezo wa kujihudumia, kukula na kunywa. Au unakuta ni kama ni wa 1,300,000 unakuta 900,000, unakuta 1,200,000 yani. Kwa hiyo ni biashara nzuri. Lakini ukiangalia utofauti wake na kuku unaweza ukafuga banda zima ukaja ukauza ukapata hela yote kwa ujumla yote milioni. Lakini njiwa wawili tu ambao wanakaa katika kikeji cha kawaida simple, unaweza ukauza hadi 2,000,000, 1,500,000, 1,100,000, 700,000, 800,000 kulingana na aina unaotaka kuanza nayo. Wapo njiwa wa aina mbalimbali wenye sifa za kipekee zinazowafanya wafahamike duniani kote. Baadhi yao huvutia kutokana na muonekano
kuangalia chini hivi. Hawa hapa wanatokea Uingereza. Wanatokea Uingereza. Kwa hiyo wapo aina nyingi sana zingine, kuna double crest, kuna Caucas, ni manjiwa ambao bei zake ziko juu. Lakini wapo pia kama tausi tunawazungumzia wa 1.5 laki, 3 laki, 4, aina kama hivyo. Mwingine njiwa wa maajabu sana. Aina hii. Huyu ni njiwa mrefu zaidi duniani. Anaitwa Maltese. Anaitwa Maltese. Tutamuona vizuri tutakapokuwa tumemwachia chini. Ni mrefu sana, ni karibuni 2 ama 1.5. Tausi ni aina hii hapa. Hao ndo njiwa tausi. Ukiangalia mkia yao inachanuka hivi, utawaangalia wakiwa wamerelax zaidi. Hao ndo njiwa ambao wa bei nafuu na ni njiwa ambao wamewahi kufika hapa nchini kwetu miaka mingi zaidi. Lakini tumeboresha, manake wapo aina hii, lakini wapo wa 700,000, 500,000, 400,000, ila ni design zingine. Huyu anaitwa Indian Fantail, kuna American Fantail, kuna English, wako aina kama hizo, lakini wote ni asili yao wanachanua mkia hivi. Pia tunaye njiwa mmoja mzuri sana ambaye ndo njiwa mrembo zaidi duniani. Hawa anaitwa Filbert. Kimwangalia ni kama wadada wanawekaga kalikiti kwenye kichwa hivi. Hizi nywele zake jinsi zilivyokaa. Kiangalia kama hivyo, hapo ni dume na jike. Wote wanakuwa warembo. Hapo na hapa inakuwa ni aina hiyo hiyo, kasoro kala tu, inakuwa kala. Hawa wana kala nyingine na hapa ni black. Hawa wanatokea Uturuki hao. Changamoto kubwa sana ni kufanya biashara kama hii hapa, au ni kumuelewesha mtu ambaye hajawahi kusikia kwamba bana kuna njiwa anafika 3 milioni. Maana yake huyu mtu, kama una muda, inabidi ukae chini umueleweshe vizuri kabisa kwamba tuanzie hapa, njiwa na faida zake hivi, inakuwa hivi, inakuwa hivi. Yaani umueleweshe hasa kwa kina mpaka aje akuelewe na anunue. Lakini kama ni mtu wa mitandao, unaona kuna mtangazaji mmoja wa kipindi wa channel fulani alitangaza njiwa mpaka aliuzwa China. Njiwa mmoja tu aliuzwa bilioni 3 kadhaa hivi. Umeona? Maana yake ule njiwa alikuwa na maajabu yake. Tunaye hapa njiwa ambaye ni special kwa ajili ya kupaa, na paa umbali mrefu sana. Leta ile Singhoma. Unaona, wewe njiwa anaitwa Racing Homa. Kimwangalia ni kama njiwa kawaida, lakini maajabu yake ni kwamba kwanza ana kumbukumbu kali sana. Kiasi cha kwamba ukimfanyia zile mazoezi, umempeleka, umetoka naye hapo, umeenda naye Kariakoo, ukamwachia, na uwezo wa kurudi hapo. Sasa huko nje wao wanawafanyia, wanaweza kupeleka hadi mkoa. Kama mtoe hapa Dar, mpeke Arusha, afu wao akasubiria hapa na akarudi huyo njiwa. Anakuwa na kumbukumbu na uwezo wa kuruka kwa muda mfupi sana. Kwanza akitoka anaenda juu, na akishuka chini anakuja kutua katika banda lake. Tunaye hapa. Huyu hapa anaitwa Racing Homa. Ukiangalia katika soko lake aliokuja kuuzwa, ambaye aliyeshinda sasa hiyo katika hiyo vitu wao waliowekewa mipaka kwamba atoke nchi hii hadi nchi hii kwa dakika kadhaa, aliuzwa bilioni 3 na hisi .3 yani. Aliuzwa, ndo aina hii hapa ya njiwa. Ukimwona hata sisi hapa kwetu tumemfunga, hii ni tape kumpunguza spidi, maana yake anaanza kutoka hapo kamkuta huko Mbeya. Vitu kama hivi. Uangalia na huko tumemfunga. Hii ni tape tu za kawaida za kufungia mizigo. Sio mbaya kama unataka, maana sisi hatujazoesha kuruka. Bado hatujakuwa na muda kufanyia nini au kufanyia mazoezi, lakini hao ndio njiwa namba 1 kuruka mbali mrefu zaidi duniani. Anaitwa Racing Homa. Njiwa ukimwangalia sifa yake kubwa kabisa namba 1 ni mdomo. Kwa na kimdomo kidogo sana, alafu nywele zake zimekaa kama nywele za Wahindi. Yaani kama amevaa kawigi fulani hivi.
Sio kwamba ana mguu mmoja, ana miguu yote miwili yani. Ndio njiwa analala mara nyingi akiamsha mguu mmoja yani. mara ili kubaini na kudhibiti magonjwa mapema. Chakula, kwenye ubavu wa chakula, vyakula viko aina nyingi na baadhi ya watu wanawapa vyakula tofauti tofauti. Sisi hapa tumebezi kwenye ubavu wa vyakula aina 4. Tunawapa mtama, tunawapa choroko, tunawapa uwele, tunawapa na ngano. Hivyo ndio vyakula vikuu ambavyo tunatumia hapa. Na vyakula hivyo ni bei ya kawaida tu, kilo ni 1500, 1200, 2000, kizidi sana muda mwingine. Ni mtu anaweza kufuga mtu aina yoyote kulingana na aina ya pea alizokuepo nazo. Kwa mfano kama umechukua njiwa wako 4, ukinunua kilo zako 5, unaweza ukakaa mwezi mzima. Sasa ukiangalia mwezi mzima tayari ushakuwa na makinda, unaweza ukauza 500,000, 400,000. Maana ni biashara nzuri tofauti na kuku ukafuga ukatumia gharama kubwa ukaja kupata faida kidogo tu. Kwa hiyo ni biashara nzuri. Maji ni muhimu sana kwa kila kiumbe. Kwenye ubavu wa njiwa hapa maji, chakula tunawekea kwa mipango maalum, kwa mfano kwa siku mara 2. Lakini chakula, maji yenyewe unakunywa full time. Usiku utakuta yapo. Sasa hivi hapa tumetoa vyombo kwa ajili ya kuviosha. Ila vyombo utaviona na utaona namna tunavyokuwa tunahudumia vyakula na maji. Ila kuanzia asubuhi wanakuwa na maji mpaka kesho, vyombo vinatolewa, vinaenda vinasafishwa, vinarudishwa tena na maji. Kwa ubavu wetu sisi watu wana ufugaji tofauti tofauti. Kuna wengine wanafuga kienyeji. Sisi tunafuga kienyeji ila kisasa. Kwa mfano ukiangalia package zetu njiwa wanakaa wawili. Wapo sehemu wanakaa zaidi ya 2. Lakini kitu ambacho tunachozingatia kwanza sisi hapa kikubwa ni usafi. Ukiangalia hata njiwa ni wasafi sana na mabanda yao ni masafi, yani sio machafu. Wanapenda mazingira hayo. Lakini sio sababu hasa njiwa anaweza kuishi. Njiwa anaishi mazingira yoyote. Ila ukimwekea mazingira haya ya kuishi wakiwa pea, ni dume na jike, wakawatengea chumba chao, katika kuzalisha pia ni nzuri zaidi kuliko ukiwaachia wakiwa wengi. Unaona? Na sehemu yote wanakaa, kwa sababu ukiangalia kama kwa Tanzania tunauza mikoa yote, Arusha, wapi kuna baridi, kuna sehemu na joto. Mazingira yote wanaweza kukaa. Nchi jirani Kenya, wapi kote huko tunawauzia njiwa. Kwa hiyo hawa hawachagui mazingira ya kuishi. Ila ukiwaboreshea katika masuala ya usafi na keji zao, mabanda wanaokaa inakuwa ni nzuri zaidi. Njiwa kawaida kwanza anataga mayai 2. Mayai 2 tu basi, lakini kila baada ya miezi 2. Yaani akitaga anatamia siku 18. Mayai 2 anatotoa. Akishatotoa akiwa analisha pale,
Ikikaribia tu vikinda vishaanza kidogo kuchangamka, anataga tena. Kwa hiyo kila baada ya miezi miwili utegemee mayai. Kwa hiyo sisi hapa kuna kitu pia tunakiita incubator, kama unavyoona incubator za kuku za kutotoleshea. Kuna njiwa kama hao njiwa kikoko wa Kiswahili, kuna njiwa posta tunawatumia au tunatumia kama incubator. Tunatoa mayai hawa njiwa kama njiwa koko, ama kuna racing homa, kuna posta, tunatoa mayai yao tunawekea manjiwa design nyingine, ili kwa ajili ya kuzalisha kwa haraka, ili kuwafikia wateja waweze kupata. Kuna wengine wanashindwa kupata njiwa wakubwa kulingana na bei, wanahitaji makinda, vitu kama hivyo. Tunafanya hivyo ili kupata makinda mengi zaidi. Washanunua. Kwa hiyo ukichukua wakubwa ukaenda ukazalisha, unaweza ukatengeneza hela zaidi kuliko mimi ambaye nafanyaje, natoa nje na kuwaleta na kuuza, kwa sababu nitasubiria mtu akusanye hela sio 700,000 800,000 aje anunue. Lakini unaweza ukanunua hao 700,000 ukaenda ukazalisha ukauza 400,000 300,000 kwa watoto wawili. Na wapo wateja wapo, yani tuna watu wengi sana. Ndio maana kama hivyo nimezungumzia kwamba makinda yenyewe hayakai. Yani ikitokea tu kama ametoka hapo makinda anakula yenyewe chapo tu mara moja wananunua watu wengi. Au ni msaada mkubwa sana, kwa sababu hapa mimi najihesabu ni kama mtu ambaye ana maduka vifaa vya ujenzi, maduka spare za magari. Kiangalia vitu ambavyo umeviona hapa na bei zake, unajua tu kabisa kuna hela gani imelala hapa. Kwa hiyo ni biashara tu kama biashara zingine, haina tofauti yoyote. Tunao ofisi, tunakaa kabisa ofisini, tuna posti, kuna watu wanakuja, tunawapa ushauri, tuna mabanda tunaagiza kutoka nje, tunao kutengeneza hapa, tunatoa ushauri, elimu kwa mtu anayetaka kuanza, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo ukiona ipo fursa, unatafuta kitu cha kufanya ambacho pia hakikuumizi kichwa, kwa sababu unaweza ukahudumia chakula na maji ukaendelea pia bado na shughuli zako zingine kama unazo. Kwa kama mimi hapa, hii ndo nimeweka sasa special shughuli yangu moja kwa moja, na ni msaada mkubwa sana. Naona ni changamoto yake ni ndogo sana kwangu, kwa sababu shughuli zinaenda kama hivi hapa, sio vitu vya kufa na vitu kama hivyo. Changamoto tu walete kutoka nje, wafike salama. Mkoaji Masatu.